Mimi tukio ambalo nalikumbuka ni kijana mmoja alikuwa mwanafunzi wa chuo, ilikuwa ni mwaka juzi, alikuwa anaenda chuo kwa ajili ya masomo, lakini alipofika kwenye hili daraja kabla halijajengwa, alidumbukia kwenye korongo na akapoteza maisha. Kwa miaka mingi, wananchi wa maeneo haya waliishi katika hofu isiyoisha, kwa kuwa kila msimu wa mvua za masika uliambatana na majonzi kwao, wakishuhudia kupoteza ndugu na jamaa kutokana na mafuriko makali. Mbali na vifo, pia walikumbwa na adha ya kukatika kwa mawasiliano kati ya pande mbili za eneo hili, hali iliyosababisha kusimama kwa huduma muhimu za kijamii kama vile huduma za afya, elimu pamoja na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kipindi cha kabla daraja halijajengwa nilikuwa napata tabu sana kwenda kwenye mashamba yangu, maana nina mashamba huko Membe, Tapa. Kwa lakini nikawa nashindwa kufika huko kulingana na maji. Tulikuwa tunashindwa kuvuka hata korongo. Unakaa hata mwezi mzima huendi shule, ambayo ilikuwa ikipelekea wanafunzi wengi kufeli. Hata gari za wagonjwa, yani inaweza kaja gari na mgonjwa kutoka upande huku, ikifika na mgonjwa hapa inakuwa haipiti. Wakati mwingine kuna baadhi ya wagonjwa tuseme walikuwa wanafia hapa darajani kutokana na kwamba gari za wagonjwa kushindwa kupita hapa na kuwafikisha hospitalini. Kuna mama alipotea hapa na wadada wengine hapa, alipoteza maisha hapa na gari yake ikaenda huko, sijui kama ilipona. Na hizi ni sauti kutoka katika mioyo iliyojaa furaha na shukrani kubwa kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ujenzi wa daraja la Nzali linalounganisha kijiji cha Nzali na kijiji cha Mahama pamoja na maeneo mengine katika halmashauri hii ya wilaya ya Chamwino. Kabisa nasema naogopa na Mungu. Mama Samia ni mama wa watu, anayekubalika, na ametusaidia vya kutosha katika kata yetu, katika wilaya yetu na katika taifa letu. Ameonyesha kazi kubwa sana iliyofanyika hapa kwetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mama Samia, ametendea jambo kubwa sana ambalo sisi kama wanawake imetusaidia sana, kwa sababu ilifika mahali tulikuwa tunashindwa hata kama mama mjamzito kwenda kliniki ilikuwa ni changamoto, lakini Mama Samia ametusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hivi hatuna hofu yoyote. Hili daraja linapitika masaa yote, iwe masika, kiangazi, usiku, mchana, hakuna shida. Na utaratibu wa hii umesaidia vitu vingi sana. Kitu moja hapo kikubwa ambacho kimesaidia, kimerahisisha, licha kusema kama magari yanapita, lakini uchumi wetu umekuwa umeongezeka maradufu. Kwa sababu sifa kubwa ya uchumi lazima mawasiliano yawepo. Na masao makubwa kabisa mawasiliano ambayo ya kutoka pande moja kwenda pande nyingine. Na kimo cha mawasiliano hasa katika jamii zetu za Afrika ni barabara. Pale barabara inapokuwa inakuwa ni kikwazo, mazao hayatasafirishwa, mifugo haitasafirishwa. Lakini kutokana na serikali kulenga hii daraja, ina maana sasa hivi unapanga ratiba yako unayotaka kama mfanya biashara na bidhaa inafika sehemu husika wakati mwafaka. Kwa hiyo yani hatuna budi kumshukuru sana rais wetu Mama Samia kwa hiki alichotuletea. Maana hili daraja lishakuwa kero sana. Lishachukua watu wengi sana, lishachukua mali za watu. Lakini kwa sasa hivi yani tunashukuru sana, maana panapitika muda wote na hakuna madhara yoyote tena ya kusema tunahofia maji yatajaa na atatuletea madhara. Mama Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka nguvu kubwa ya kuondoa kabisa adha hii iliyokuwa ikiwatesa wananchi hawa, kwani kukamilika kwa ujenzi wa daraja hili la Nzali uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 14. Hii imekuwa tiba ya jeraha la muda mrefu lililokuwa likiumiza mioyo ya wananchi hawa. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Daraja hili limejengwa kwa kipindi cha mwaka mmoja tu, mwaka 2025, na limekamilika hapo karibia mwezi Disemba. Lile daraja limeshaanza kutumika. Inaitwa daraja la Nzali. Daraja hili limejengwa kwa takriban shilingi bilioni 14. Sasa unaweza ukaona bilioni 14 inaenda kupelekwa kijijini kwenda kuwasaidia wananchi ili kuwa kuna daraja la uhakika waweze kupata mahitaji ya kiuchumi na kijamii. Na daraja hilo limekamilika na wananchi sasa wanapita. Sisi Chamwino tupo kazini na mama, kazi na maendeleo. Tuko kazini na mama
Kazi na maendeleo. Kazi na maendeleo. Kazi na maendeleo.